na atatufuatilia. Sasa Simba usiku mpaka sasa hizi maana saa 24 hazijaisha. Usiku wa kuamkia leo tukakutana na taarifa kwa saa 6 ile mimi na washe zangu tu data na kutana notification pale kama dakika kadhaa zilizopita. Taarifa kwa kieleza issue nzima ya kwamba hii ni taarifa kwa umma. Bodi ya wakurugenzi ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kumvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi Murtaza Mangungu baada ya mchezo wetu dhidi ya Esperance de Tunis kumalizika katika uwanja Benjamin Mkapa. Vitendo hivyo si vya kiungwana, havikubaliki na havitofumbiwa macho. Uongozi wa klabu unatoa pole kwa mwenyekiti Mangungu na kwa kadhia hiyo. Aidha, uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa wote walohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kufanikisha kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Bodi inasisitiza kwamba haitabariki wala kuvumilia mtu yeyote atakaye haribu taswira ya klabu kwa namna yoyote. Hii bwana ilitolewa na Clementus Magori ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2026. Kupitia kwa wananchi Young Africa, hasa kwa meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi hicho Ali Shabani Kamwe, wamelivalia njuga kiujumla wananchi wakisema kwamba vitendo vilivyofanyika jana na mashabiki wa Simba kuelekea kwa mwenyekiti Murtaza Mangungu si vya kiungwana, ni vya kihuni na havipaswi kufumbiwa macho, hasa kutokana pia na taswira ya mpira wa Tanzania the way inavyokuwa kwa wakati huo. Huyo hapa Ali Shabani Kamwe akizungumzia tukio hili. Wao kama Yanga wamelivalia njuga. Tulishuhudia moja ya tukio la hovyo kabisa kwenye mchezo wa mpira wa miguu, moja ya tukio la kihuni, moja ya tukio la kishamba zaidi kufanyika kwenye mchezo wa mpira wa miguu hapa kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Tukio hili limehusisha mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club ambaye baada ya mchezo wao ilionekana video mbalimbali akishambuliwa na baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo. Sisi kama Young African Sports Club kwanza tunalaani vikali vitendo hivyo, ni vitendo vya kihuni ambavyo havina nafasi yoyote kwenye mchezo huu pendwa wa mpira wa miguu. Lakini la pili, kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans tunapenda kumpa pole mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Murtaza Mangungu na viongozi wote ambao walikumbana na kadhia hiyo siku ya jana. Ziko nyakati tunaweza kupishana kwenye itikadi zetu za kimpira, lakini linapokuja swala la football kuwa fair play, kama vilabu ni lazima tutoe matamko haya kukemea na kupinga vikali vitendo vya kihuni ambavyo vimefanyika jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo wametoa wito watu wengine, na sisi klabu ya Yanga tunaliomba jeshi la polisi lichukue hatua stahiki kwa yoyote ambaye atabainika amehusika na vitendo vile vya kishamba vya kumshambulia mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa siku ya jana. Meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi cha Yanga Ali Shabani Kamwe akizungumzia issue nzima ya tukio lililomtukia kiujumla mwenyekiti wa wanachama Simba Sports Club katika upande wa hisa 51 hasa katika upande wa kikosi hicho, au mmiliki wa Simba. Mmiliki pesa una ndo bosi ndo msimamizi wa mali za wana Simba. Msimamizi wa mali za wana Simba anamiliki 51% ya Simba Sports Club. Kaka, sawa, masikio tunayo. Basi tukuulize wewe basi. Sawa, tunakuuliza wewe basi Brain. Kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi, mmiliki wa Simba ni nani? Tuzungumzie kinachoonekana. Mmiliki ni nani? Mmiliki nani? Taratibu za nchi zinasema mmiliki nani? Kwa saizi ni pote wiji. Si ndo bana mwenyekiti wa bodi ya lania kurugenzi kwa upande wa mwekezaji. Sasa hiyo ni MOU tu. Hiyo ni MOU namna ya Qur'an taasisi. Kwa hiyo kanuni gani? Taasisi sikiliza. Hivi ndio ilibidi hivi, yani imesikia hivi ndio ilibidi sasa viweke sawa. Sasa iko hivi. Ile taasisi Julia hapa shatuambia mara kadhaa hapa kwamba Mleno nyinyi mnaomlaumu Mangungu, mnakosea. Huyu mtu anafungua kikao na kufunga. Sasa ndio tunakupa mfano. Ile taasisi unayoiona pale ina namna yake ya kujiendesha. Simba ipo kwenye mchakato wa mabadiliko. Mchakato hadi leo sasa. Ndio mchakato unaendelea. Huu mchakato unavyoendelea, taasisi inatakiwa kujiendesha kupitia kitu kinaitwa MOU, Memorandum of Understanding. Kwenye Memorandum of Understanding imeundwa bodi ya wakurugenzi.
Bodi hiyo ya wakurugenzi sasa iliyoundwa kupitia MOU ndio inamruhusu mwekezaji kuchagua ama kuwa na nguvu ya kumteua mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, ambapo atatoka pia upande wake, ambapo sasa upande wa wanachama wenye hisa 51% wao kwenye bodi ya wakurugenzi, yule ambaye anazisimamia zile hisa 51% akiwa kama mwenyekiti, huku kwenye bodi ya wakurugenzi ataingia kama makamu. Lakini haiondoi uhalisia kwamba mwenye hisa nyingi za Simba ni wanachama na msimamizi wa hisa za wanasimba ni Murtaza Mangungu, automatically ana qualify kuwa boss. Unaniambia kiutendaji na nguvu ya maamuzi, ama unaniambia kwenye kulinda tu? Yani iko hivi. Utendaji ni kitu kingine. Iko hivi. Sasa tunazungumzia turahisishie ipo hivi. Kuna unavyotaka wewe iwe na uhalisia. Uhalisia inawezekana ikawa ndio huo unaozungumza wewe, lakini inavyotakiwa kuwa ndicho hicho ambacho yani ile katiba ikifika mwisho. Sasa ile katiba ikifika mwisho, mchakato ukifika mwisho, yani umekamilika kabisa, utaona Simba inaendesha kitu tofauti. Kwani before mchakato unaozungumzia kabla, si ndio mwenyekiti nani mwekezaji ndio alikuwa na nguvu? Kipindi gani? Kipindi kipi? Kipindi gani kwa Barbara sio nani? Sasa ndio hii. Yani kwani Simba mchakato umeanza? Simba mchakato umeanza 2019 walivyokubaliana pale siku ile, wakataka kumpiga mzee Aveva. Yani hichi mnachokiona kwa mzee Mangungu jana, hichi kilichotokea kwa mzee Mangungu jana hakina tofauti na alichofanywa Evans Aveva 2018 19 ile wakati Simba anapiga ile kura. Anapiga ilikuwa 17? Yes, ilikuwa 17. Siku ya uchaguzi mzee Evans Aveva aliondolewa ukumbini na polisi. Wanachama wa Simba almanusura wampige. Yani kilichomtokea jana ndio hiki. Wakanda, maoni mtandaoni yamekuwa mengi. Sisi sote jana hapa tulikemea. Hatuungani kwanza na uhuni uliofanyika jana. Nashukuru umetumia neno nzuri sana, uhuni. Ule ni uhuni. Ni kuongeza lingine? Ushamba. Ule ni uhuni uliotumika jana kwa wale mashabiki waliomvaa mzee wetu, na nilisikitishwa sana. Ndio maana nikaambia hapa, huyu ni mzee ambaye ana familia. Ana watoto, wanamuita baba. Mke wake Hamisa manake anamuita si anamuita mume. Umeelewa? Na wengineo. Au tamke mwenyewe ila msakizia fanya Hamisa yupo, litamke wewe kwenye hii kesi. Mke wake anamhitaji. Mke wake anamhitaji. Ndio maana Hamisa msaidie. Si binti kwenye hii yengo. Maoni yamekuwa mengi sana. Mengi. Nimemsikiza Mvela wakati ule mchana. Mimi nilikuwepo hapo kwenye kipengele. Kwamba changamoto hii yote ni kufumbiwa macho. Yani yale yote ambayo tulikuwa tunayaona, kufumbiwa macho, mchakato wa kamiliki, sio nini na nini. Sometimes istosha hata upande wenyewe kina Mangungu unahusika mpaka hapa tulipofikia. Lakini kama haya yote ingekuwa shaisha, tusingefikia huko kote. Si ndivyo? Yeah. Jana nilikuuliza swali, kuna haja mzee kuachia ngazi, ambapo mimi binafsi niliamini kwamba ni sahihi ipo, ili kuendelea kudhalilishwa kwa namna hii. Hii sio timu yake. Yeye tu katika kikatiba na baadhi ya sifa nyingine ndo zimemweka pale. Lakini kishafikia pahala kama hapa tunahatarishana maisha, hamna haja kuendelea kubaki pale. Lakini maoni ambayo nimeendelea kuyaona kwa wakati huu kwamba mfululizo wa haya matukio, kilichotokea jana ni kutokukamilika kwa baadhi ya mambo mengine kama ya kimchakato. Unafikiri before hajatoka inabidi likamilishe hili swala la mabadiliko la haraka kwenye transformation? Hili likamiliki leo wala kesho. Alikamiliki leo wala kesho. Yani yawezekana hata Simba wakamteua mwenyekiti mwingine bado akakutana na changamoto za aina hii. Sababu eneo mchakato ulipokwamia kila mtu anafahamu. Kuna eneo ambalo mchakato umekwama na ni kwenye tathmini tu nyepesi ya klabu na asset zake. Mzee Murtaza Mangungu ni muhanga wa mlundikano wa shida ambazo Simba amekuwa akizipitia siku za hivi karibuni. Yaani ule mrundikano wa matatizo, matokeo, nini, huo ndio umeleta shida. Kwa sababu mtu anayesema mchakato wa Simba ndio unaopelekea hasira kwa wanachama, mimi siamini. Huu mchakato ulikuwa haujakamilika. Simba hapa alikuwa na gawadozi vibaya, mna mbao bingwa mara 4 mfululizo. Mchakato ukiwa haujakamilika.
hivi tena ukiwa kwenye phase, yani kama sasa hivi kuna mabadiliko, basi ni mabadiliko ya hatua mbili tu. Lakini hakukuwa na kelele hizi labda sijui mzee Mangungu hajaleta hii kwa sababu ya mchakato nini na nini. Kinachotokea hivi sasa ni kwamba timu inapitia katika kipindi kigumu. Timu inapitia katika kipindi ambacho viongozi wote, bodi ya wakurugenzi nzima ikiongozwa na mwenyekiti pamoja na mwekezaji, viongozi wengi hawazungumzi lugha moja. Hiki ndio ambacho kinaleta shida. Sasa baada ya kwenye bodi kuleta matatizo, ile flow ya kutofanya vizuri na shuka mpaka chini, mpaka kwa wachezaji inawafikia. Leo tunazungumza bodi isipoagiza ama bodi isipokuwa na uwezo wa kutoa bonus, wachezaji tunaamini hawatojituma. Yes, kuna mishahara lakini bonus ziko pale kuongeza kama chachando, kuboost wachezaji wakafanya vizuri. Leo ninapozungumza na wewe ili kukuthibitishia, na hii nakupa ni exclusive, sidhani kama utakuwa umeisikia popote. Nakupa leo exclusive, muda huu nakupa. Mohamed Kulam Dewji ambaye ni mwekezaji wa Simba ametuma email kwa viongozi wa Simba, hasa CEO wa club, kusaini kitu kinaitwa loan agreement, mkataba wa mkopo baina ya Simba na yeye, ambao iwapo Simba atasaini mkataba ule, Simba atakuwa amekubali kwamba mwekezaji Mo Dewji anawadai. Nimekupa, sidhani kama utakuwa umeipata popote. Rudi tena. Mohamed Dewji ambaye ni mwekezaji wa Simba, ambaye ndiye anayemteua mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, amewapa Simba barua ambao ni loan agreement, kawaorodheshea pale vitu anavyowadai vyote, ameviandika pale, na anataka mahesabu hayo yakaguliwe na mdhibiti wa hesabu kuprove kwamba kila alichokiandika pale ni sahihi. Na baada ya hivyo vitu kuwa proved kwamba hiki kweli, hiki kweli, hiki si kweli, hiki kweli, hiki si kweli, kile kinachothibitishwa na mdhibiti wa hesabu, kile Simba watakubali kwamba ni deni na Mo watakuwa na wadai. Lakini klabu pia sina mdai. Hiyo klabu kudai nao itabidi wamtumie nali yao. Lakini as it stands, yeye ameshawapa kwamba mimi hichi hapa nataka zikaguliwe tudaiane. Kwa hiyo kama na klabu inamdai watajua na wao. Klabu nao wamtumie loan agreement. Aya na yeye sign, wakubaliane kwamba watu wanadaiana. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sehemu ya kubuild up kile ambacho nilikuwa nataka kukuambia hapa. Viongozi wa ndani wazungumzi lugha moja. Murtaza Mangungu anakuwa muhanga tu. Yaani Murtaza Mangungu ni tone la wino kwenye bahari iliyochafuka tayari. Mbona issue wako nazungumzia MOU hapa? Lakini katiba. Katiba ndio hiyo ambayo inafanywa maboresho. Katiba leo ya Simba kwenye engo ya kuiongoza taasisi haifanyi kazi kwa sababu haijakamilika. Kwa upande wa bodi ya wakurugenzi, katiba ya Simba ndio ambayo inasema katikati ya mchakato iundwe MOU ambayo ndio itaiongoza taasisi, ambayo ndio hii sasa hivi. MOU ndio hichi hapa ambacho kinaiongoza taasisi sasa hivi. MOU ndio hii ambayo viongozi kule juu wapikiki chungu kimoja. Kuna siku hapa walifanya kikao. Sisi nilikwambia hivi vikao tushavisikia sana. Hivi vikao vya wanakaa mezani wanacheka wanasema tumepatana. Viko vingi. Lakini uhalisia ndani utakuja kuujua baadaye. Yaani ngoja wamalize kikao, wape mwezi. Utakuja usikie kwa sababu vitu vinavyokwamisha huu mchakato ni vingi sana. Kwa hiyo leo hawa viongozi ambao wapikiki chungu kimoja, nilikuwa nimekupa huo mfano kwamba mzee Mangungu ni tone la wino katika bahari iliyochafuka. Yaani mzee Mangungu sio tatizo la bahari kuchafuka. Yaani yeye ni tone tu la wino uchafui bahari. Kwa hiyo hichi ambacho wana Simba wameamua kukifanya sasa hivi ni kuwekeza frustration zao kwa mtu ambaye ni sehemu ndogo ya matatizo lukuki walionayo. Yaani leo ukitaka kuipoint out matatizo ya Simba, unatakiwa kuanza kupoint mfanya maamuzi wa hii timu. Na mfanya maamuzi wa hii timu ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club, ambaye anatoka upande wa mwekezaji. Yaani ukisema kwamba Simba haifanyi vizuri, Simba iproduce matokeo, Simba ilipi wachezaji bonus mpaka wachezaji wanaamua kugoma, kina Fabrice Wambangoma hapa, this is something real. Mtu anaizi unatunga story kama anatunga mtu haja approve hapa. Fabrice anaondoka Simba kwa scenarios kama hizi, kwamba mechi na Yanga Benjamin, mechi ya kombe, kuna mtu kapigiwa simu, simtaji, bwana tunazihitaji hela za bonus, aliwaambia sina. Baada ya kuambia sina, viongozi wengine wanaanza kuhaha inapatikana wapi hela ya bonus. Ndio baadaye wanapata
tayari mechi inakaribia. Bwana nendeni uwanjani tukapambane. Lakini it's too late. Kuna mashabiki na wanachama wengine wakatoa series. Yes, and it's too late. Unakuja kutafuta bonus. Kwa hiyo leo ukitaka kusema Murtaza Mangungu ndo chanzo cha Simba kutofanya vizuri, ni kutojua hata Simba yako inaendaje. Yaani wewe shabiki wa Simba unaamini kwamba Murtaza Mangungu ndo chanzo cha Simba kupitia hichi. Hujui Simba ina shida gani. Leo tukimtoa Mangungu pale hata utoke Mangungu. Leo mtoe Mangungu pale. Tumlete Juan Laporta, rais wa Barcelona, wachanganye, weka kwenye blender Laporta, weka Perez, piga blender, atoke mtu mmoja, mweke pale mwenyekiti wa Simba. Bado kutakuwa kuna changamoto sababu roots za haya matatizo zilianza 2017. Walipokubaliana kuingia kwenye mchakato ambao how make sense. Simba aliingia kwenye mchakato akiwa kwenye honeymoon. Ogopa sana kufanya maamuzi ukiwa honeymoon. Honeymoon ya kwamba wanafanya vizuri. Moa amewapa Chama, amewapa Medikagere, kawapa John Rafael Boko, kawapa Generasto Edward Nyoni. Chama ili hapa Lali anakuja na pigika. Ile honeymoon ikawapa jeuri ya kuingia kwenye makubaliano yale ya kubadilisha mchakato. Na at first mchakato ulikuwa ni kumkabidhi Mo kwa asilimia nyingi kuliko zao. Sasa wakaja wakarekebisha sehemu ya kanuni, sehemu ya katiba, wakasahau vipengele vingine vyote huko. Sasa imebackfire. Wamefika hatua uliyemwaahidi, kwa sababu Mo anachoclaim, Mo ana claim haki yake kikatiba kwamba mimi sitaki mazungumzo. Yaani wewe usije brain hapa ukaniambia wewe nini. Tuende kwa mujibu wa katiba. Kwa mujibu wa katiba nina nguvu 1, 2, 3. Hasa mbona unipi nguvu ambayo ulinipa wewe mwenyewe kikatiba? Yaani leo kwa nini nguvu ulionipa wewe kikatiba leo uone mimi nakuonea? Kwa hiyo huu mtafaruku brain utaisha iwapo tu watakubali futa mchakato mzima. Sasa kwenye hiyo kusema kwamba na wadai maana yake amesusa. Ndio kinachoonekana. Kesho bwana ligi kuu itaendelea nje, michezo mingine ambayo inapigwa leo, na nikukumbushe tu kuna mechi ambayo Mbeya City wao watacheza dhidi ya nani? Muda umeisha bwana. Achana na hiyo. Huwezi kumaliza Mangungu hapo. Mbeya City dhidi ya Dodoma, lakini pia kikosi cha KMC chenye kitaka kucheza dhidi ya kikosi cha Mashujaa. KMC wanatumia uwanja wa Majaliwa kama ni uwanja wa nyumbani baada ya KMC Complex kufungiwa. Hao moko nauli pia. Ile siku amecheza kule afu arudi huku. Wanarekebisha pale. Tupo na Mohamed Bares hapa, kocha mkuu wa kikosi hicho cha KMC. Maandalizi ya timu. Kwanza tumshukuru Mungu tumefika salama, na sasa tuko na mchezo wa pili katika uwanja wa Majaliwa. Tumejipanga vizuri kwa kweli, mechi itakuwa ni mechi nzuri, mechi ambayo ni ushindani. Kama tunavyoelewa kuwa tunacheza na timu bora, timu ambayo ina walimu bora, ina wachezaji wazuri, na nadhani nao katika changamoto ya kutafuta matokeo. Sisi tuna changamoto zaidi kwa sababu bado tuko chini, tunazibeba timu zote 15. Kwa kweli tumejipanga kwa namna yetu kuhakikisha kesho tunaibuka na ushindi. Vijana wako vizuri kwa maneno yao, kwa hivyo mimi nasema kikubwa zaidi vijana wawajibike kwa yale ambayo tumewaambia, tumatuma ni wajibu wao tunapofanya kazi, na kuhakikisha sasa mzigo na wao kwa ubebe na waufikishe sehemu salama ambao ni kuwezesha timu kupumzika kesho kupata matokeo. Mchezo wa kesho utakuwa mchezo wa kiufundi zaidi. Mechi ya kesho itakuwa ni mechi ya kiufundi. Kocha wa vibonde wa ligi kuu soka Tanzania bara KMC hao Mohamed Abdallah maarufu kwa jina la Bares. Nikukumbushe tu kwamba KMC wanaongoza msimamo kutoka mwisho wakiwa na alama 5 katika mechi 12 walizocheza. Ni alama pungufu zaidi kwa wao kuziokota, na sio hilo tu, Mashujaa ambao wanakwenda kucheza nao chini ya kocha Salum Mayanga wadai kwamba wapo tayari kukabiliana dhidi ya kikosi hicho cha Mohamed Bares. Kwa Mwenyezi Mungu tumeweza kufika salama safari yetu. Kikubwa tumeweza kupata mazoezi jana na leo hii asubuhi. Vijana wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho usiku. Mategemeo yangu tutaweza kucheza vizuri kwa ushindani, lakini pia na kupata ushindi. Sajigwa kitoa mechi za leo zilizopigwa, ikiwepo mechi ambayo imemhusu Mtibwa alioshinda 2-1 dhidi ya Prisons, dakika 65 JKT Tanzania 2 Pamba Jiji 0. Kwanza kuna record kidogo kwa Mtibwa. Mechi ngapi leo hawajapoteza wajomba? Na matokeo hapo nafasi ya ngapi? Mtibwa ni michezo 7 hivi sasa. 7 mfululizo. Mara ya mwisho anapoteza ilikuwa ni Oktoba 28. Stosha Yanga hiyo. Zidi ya Yanga. Kwa huu mwaka tangu ameingia hajapoteza mechi ya ligi kuu. Baada ya hapo hajapoteza mchezo wote. Michezo 7, wameshinda michezo 4. Zidi ya TRA 2-1.
zidi ya Mbeya City 2-1, zidi ya Pamba 1-1 na leo zidi ya Prisons goli 2-1. Wanasale 3 zidi ya Simba 1-1. Hiyo ambao walilazimishwa hiyo na mnyama. Yes, alafu wanasale zidi ya JKT, suluhu zidi ya JKT na suluhu nyingine zidi ya KMC. Kwa hiyo ukiangalia ratiba yao kwenye hiyo michezo 7 ninayozungumzia, huko ndani kuna TRA, kuna JKT Tanzania, kuna Pamba na michezo yote hizo hajaweza kupoteza. Kwa hapo kwenye fomu ya maisha yao. Okay. Prisons baada ya ushindi wa leo wamepanda mpaka nafasi ya 3, alama 20, michezo 12. Prisons yeye mechi ngapi ameenda sasa hivi? Baada ya kipigo cha leo kwenye mechi 5 ana michezo kwenye mechi 6 amedraw ngapi? 2. 6 hajashinda mchezo hata mmoja, akapoteza michezo 4, kasale mara 2. Amefungwa na TRA, amefungwa na Fountain, amefungwa na Dodoma na amefungwa leo na Mtibwa, wakati amesale na JKT, amesale na Pamba. Bwana, kuna goli lilifungwa wakati huo. Hali yake mbaya Prisons. Goli alifunga Jaji Mpole. Goli alifunga Jaji Mpole. Yes, kwa mkojo wa penalty. Kuna penalty ilipatikana kwa Prisons. Sikuielewa ile. Ile Jaji Mpole alimuibia mwamuzi. Kwanza kuguswa. Alimwibia mwamuzi ama mwamuzi ndo alimnufaisha tu. Yote kutoka faulu ilikofanyika mpaka alikwenda kudondokea. Yaani pale ni kwanza kulikuwa kuna faulu hata kusema amemuibia. Wewe mtu unaona kabisa, kwa sababu nilikuwa namuonesha msaji kwa zile hatua. Yule mchezaji wa Mtibwa ameenda kufanya tackling, kawini mpira. George amepiga hatua ya kwanza, kapiga hatua ya pili, kapiga hatua ya 3, ile ya 4 ndo kaenda kudondoka. Mpaka kapoteza balance. Wewe mwamuzi pale hujaibiwa. Yaani ni wewe umeamua tu anakupa chukua hivi. Haya, kaja akawapa Mtibwa penalty. Ilikuwa na utata. Ile ina utata. Haina utata. Mbona kawa hapa? Ndio Mtibwa haina utata. Lakini ile ya George. Ile mwamuzi bwana. Ile goli la pili vipi bwana? Golikipa wa nani? Wa Prisons. Ile foul ya Eden West. Bombastic missile. Ilikuwepo. Ile amna marehemu mzee Kashasha hapa anakuambia bombastic missile. Ile ilipelekwa babaya. Anakuhesabia na kilomita. Ule mpira umetembea kilomita 120 kwa saa. Yule bwana ni Mwesa amefunga Ismail Mwesa. Ismail Mwesa pale bwana, tumsifie tu. Bwana, hii ni mechi ya 3 ya 4 mfululizo Pamba ipo ugenini. Alianza na Prisons kasulu, akaenda kwa Mtibwa akapigwa. Ndio nakupa ratiba mimi. Ya 4 mfululizo. Alianza na Prisons akasulu, akaenda kwa Mtibwa akapigwa 1-0, kaenda Mbeya City kule Sokoine 1-1 juzi ile. Leo yupo Isamuyo. Mechi 4 mfululizo, ratiba hiyo. Na baada ya hapo ana mechi 4 mfululizo nyumbani. Ndio ratiba hiyo. Ana Namungo, ana Simba, ana Azam, ana Yanga. Sasa kwenye mechi hizi na hizi ni 5 mfululizo. 5 Kwenye mechi hizi 4 mfululizo ambazo 5 mfululizo nyumbani ambazo ni leo Coastal, Namungo, Simba, Azam, Yanga. Hoja hili zingatia jambo. Ana Simba, ana Yanga humo, ana Azam. Zimefuatana 3 mfululizo. Hakuna mmoja anapasuka. Ana home advantage. Home advantage. Hana. Si hana ugenini. Yaani kwanza atachoka. Kwa hiyo timu ikakaa. Okay, kwenye mechi Coast na Namungo. Anaanza na Coast na Namungo, baada hapo Simba, Azam, Yanga. Kinyakyuso unasema mbombo ngafu. Okay. Hapa kuna maajabu hapa. Dakika 69 inaelekea. JKT anaongoza 2-0 kwa Pamba. Sidhani sana. Kwa hiyo kwenye mechi 4 ugenini atakuwa amepoteza 2. Ile ya Mtibwa na ile itakuwa ya pili. Kwa Prison au tuseme pale Mbeya hamna loshinda. Kasale 2. Anasale 2. Sale Prisons na sale Mbeya City. Anaenda 5 mfululizo na katika hizo 5 ana Simba, Yanga na Azam. Bwana, Karabaka alifunga goli No, Valentino Mashaka. La pili ndio Karabaka. Mbona limeleta kidogo. Lilikuwa lina doubt kwamba defenders wa Pamba wameclear ule mpira wakati tunaingia nyavuni. Alikuwa kwenye goal line, ule mstari wa goal, ana clear. Ama wakati ana clear alikuwa tayari yupo ndani. Ana clear yupo ndani kabisa. Ile header kwa anaicheza mpira yupo ndani tayari. Yupo ndani kabisa. Kwa ni clear goal. Kile kigeto tu kwa mwamuzi wakati ningeamini ningeruhusu goli. Hata wewe. Lakini wewe kati uongo. Yule msaidizi ndio bidii akusaidie. Maana positioning ya maamuzi pale ni uongo. Maana wewe uone. Ndo anakuwa yupo sambamba na ule mstari, anaona ile. Sawa. Byline. Kweli, lakini kwa jinsi alivyokuwa ndani hata wewe wakati unaona pale. Ile pale ngumu sana. Maana mimi mwenyewe yule sema ametake advantage kwa msaidizi. Mimi mwenyewe hata yule msaidizi kani kiangalia. Naona kama ali delay. Maana ile tukio lilikuwa ni counter kama imepigwa. Umeelewa? Sasa ile kujua kama ile ni goal
lazima yule msaidizi au kwenye kibendera hapa, maana satakuwa na ile touchline ambayo inaenda kuunganisha goal line kule. Pale ndio utaona. Lakini ukisema kwamba kona kikiko hapa afu uko hapa huwezi kutambua. Sawa, lakini bana mtu si anacheza hivi na ubaya wa kichwa, yani huwezi kuweka tu, lazima utafute kidogo kama unavuta pumzi afu ndio icheze goli hapa. Kuna goli lingine hapa Mashaka akafunga, shughuli imeisha. Hii nimeiona ile goli la pili. Ile goli la pili. Hebu niambie wewe judgment yako kwamba wakati anaweza kaamua. Hapana. Hii kama msaidizi. Hii kama msaidizi. Hiyo mfano hoja. Sababu kwa hii yengo ambayo naiona hii move hapa. Mimi mwenyewe kwa sisha. Nikimtazama Karabaka alivyodondisha ule mpira. Ni kweli mwili hichi nini miguu ya defender aliokoa ilikuwa ndani. Lakini kiwiliwili nikitazama kinakaribiana ndani. Yani sasa shida watu wenye yake zinatangazwa hajatupa kamera ile offside. Kuna chuma nyingine anafungwa hapa. Nilikuwa naongea na Hamisa. Ataniambia tena. Namuuliza swali kwa mara nyingine. Free header. Yupo hewani. Akina Mangalo. Sio Mangalo ile, miguu ya Mangalo ile. Ni wanyeni. Ndio wakati Mangalo. Kuna watu mimi kwaona tunajua ni nani. Hebu imagine free header. Hamna opponent nani, of course. Hamna opponent yote ambaye anamharass pale. Haishangazi. Nakuuliza swali kwa mara nyingine. Kwanza kwa nini nakwambia haishangazi? Ndio magoli ambayo yanafungwa kwenye ligi yetu. Okay. Ni kitu cha kawaida. Hizi ndio magoli yetu haya. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Okay. Kapita pale anaitwa Valentino Mashaka Kusengama. Kuna mmoja kutoka KMC kwenda Msimbazi. Ndio nani mshambuliaji? Wa KMC. Chazi Lamfi. Okay. Tuchukue tu karibu na achana kina mama Rashid nani wale Salamba. Ameenda juzi Chazi Lamfi. Baada ya Lamfi mtu aliyeendana naye kidogo ndio huyu Valentino Mashaka. Singama. Baada ya Mashaka kuna mwingine? Hapana. Ndio tunamzungumzia Mangosi. Hivi anyway, nani bora kwako? Kwangu binafsi kwa namna ambavyo kwangu kwa jinsi ambavyo nimewaangalia wote na kwa nafasi ambazo wamepata, hata kama mtu kapata mechi moja, kwangu Valentino Mashaka ni bora kuliko wote. Kwa sababu sifahamu mengine ya nje ya uwanja, hayo nayafahamu yeye mwenyewe, lakini ni mchezaji ambaye kwa kila dakika ambayo alikuwa akipewa ndani ya Simba, kwa sababu mara nyingi alikuwa anaingia dakika za jioni zile, kwa kila dakika ambayo alikuwa akipewa alikuwa akiingia uwanjani anaonyesha impact. Alikuwa ni mshambuliaji ambaye anapokuwa na arrive kwenye box, positioning yake ingawa haina hata magoli ambayo anayafunga mengi alikuwa anatokana na mipira ya juu, lakini ile haiji kwa bahati mbaya. Positioning yake ndio ambayo inakuwa inamsaidia, anaweza kukutana na hiyo mipira na akafunga. Kwa hiyo kwangu kwenye uliwahi kuzungumza hapa hoja ya kwamba Dennis Nkane sijui hajapewa nafasi, ameshindwa kuaminiwa. Sasa kwangu mimi huyu ndio mchezaji ambaye naweza nikakaa hapa nikasema ameshindwa kuaminiwa ndani ya Simba. Okay. Kwa hiyo unaamini leo Valentino Noma nani Mashaka angekuepo Msimbazi, wale wazao kina Mongosi kina Selemani Mwalimu angeweka bench? Of course. Yeye anaweza kuwa bora kuliko wengine bila shaka. Kwa mtazamo wangu mimi na kwa jinsi nilivyoona, anaanza Kusengama, atafuata Selemani Mwalimu, atamalizia Mongosi. Pasi na kwa na shaka. Mashaka acheze mbele ya Mwalimu. Of course. Naona ngumu sana. Na unajua issue sasa hivi, issue iliyopo hapa ni kwamba kila mtu anaangalia ambacho amekipitia, yani ambacho kimetokea ghafla kwenye career ya Selemani Mwalimu, kwamba ile move ya Wydad ndio ambayo inawafanya hata baadhi ya watu najua sasa hivi watakuwa nakosoa hichi ninachokisema kwamba huyu kaenda Wydad, ila tuiangalie hata na Wydad ambayo na amecheza FIFA Club, tuiangalie hali ya Wydad ambayo wako nayo. Mimi ninachokiamini kwanza, zile timu za kaskazini zile, wale majiant wale hapo, nitamtaja Ahali, nitamtaja Esperance, nitamtaja Wydad, au sana au wengine kwanza tuwaeke pembeni. Wale wakiwa kwenye form zao, wakiwa kwenye ubora wao, narudia tena, wakiwa kwenye ubora wao, ukanda huu wa Sekafa huu, hakuna mchezaji anaweza kwenda kucheza pale. Tena sio tu ukanda huu wa Sekafa kwenda kucheza pale tu. Yaani hata kama mchezaji atakuwa amesajiliwa kutoka nje akaja kucheza hapa ndani, labda awe ni generational talent ya hali ya juu sana ndio aende. Alikuja hapa Luis Jose Mixon. Kila mtu alikuwa anamuona Mixon ni aina fulani ya winga ambaye
labda ni muda mrefu sana kwa ligi kupata winga wa namna ile, lakini alienda Ahli akaishia kutolewa Aba kwa mkopo, karudi akavunja mkataba akaja Simba. Kwa hiyo wale wakiwa kwenye ubora wao, tuzungumze uhalisia, Wydad akiwa kwenye ubora wake, hakuna nafasi ya Selemani Mwalimu hata kukaa benchi, haipo. Lakini Karabaka anafunga kila uchao. Mashaka leo tunamuona kwenye hizo issue. Kwa issue kwa Karabaka hapana. Kwa Karabaka hakupewa muda. Issue ya Karabaka sio tu ya muda. Yaani Karabaka kwangu naona hapa ndo anapambana, anastahili kucheza. Lakini sio Simba. Ila kwa Valentino Mashaka, unajua kwa nini pia nakwambia? Eneo ambalo anacheza Karabaka. Eneo ambalo anacheza Karabaka. Ila Simba hii saizi, Karabaka lazima. Unajua nikwambie kwa nini brain? Simba saizi. Eneo ambalo anacheza Karabaka linahitaji mambo mengi sana tofauti na kwa sababu eneo ambalo anacheza huyu Valentino Mashaka utahukumiwa kwa kitu kimoja tu. Funga. Yaani masuala ya kutengeneza nafasi sio yani, lakini kwa Karabaka